Jamaa mke wake anakufa siku ile ile waliooana, masaa kadhaa baada ya ndoa kufungwa. Wakati wa sherehe inaendelea, wao wanatoka kidogo wakiwa wanakimbizana na kucheza kwa furaha ya kuona kwao. Wakawa wametoka pembeni kidogo ya nyumba. Kwa bahati mbaya, mkewe Judith anang'atwa na nyoka mwenye sumu kali na kufariki dunia. Nikurudishe nyuma kidogo. Mapema siku hiyo kabla ya kufunga ndoa, Orpheus aliota mke wake amekufa maeneo ya ufukweni. Aliposhtuka ikampa wasiwasi na akamwona baba yake, kitu ambacho kilimshangaza, maana alikuwa anajua baba yake asingeweza kuja kwenye harusi yake. Baba, umekuja? Nawezaje kukosa kwenye harusi ya mwanangu? Kisha Orpheus akamwambia baba yake ameota ndoto mbaya kuwa mke wake amekufa. Ikampa mashaka, lakini baba yake akamwambia ndoto ni mkusanyiko wa mambo mengi sana: fikra, matumaini, vitisho, mambo ya kale au yatakayotokea mbeleni. Kwa hiyo nimeota jambo lijalo ambalo halijatokea bado. Ndoto huwa zinatafsiri mambo fulani. Mwanaye akamwambia, baba, huu ni ulimwengu wako na mimi ni mwanao, kwa nini usiniambia unachokijua? Baba yake akamwambia, siwezi kukwambia kwa kuwa wewe ni mwanangu. Baba yake alishahisi kuna kitu si cha sawa kitatokea. Mama yake akamuita ili waelekee kwenye ndoa wasije wakachelewa.